Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، سمى الإيجاز هو قصر الكلام واختصاري. وتلوeleza kwamba ni kuyafupisha maneno, yani maneno yafupisha alafu maana yake inakuwa ni pana. Kwa al-ijaz maana yake ni kufupisha maneno pamoja na upana wa maana wa maneno hayo. Hiyo ni taarifu ya kwanza. Anasema taarifu ya pili, au huwa al-ibaratu al-qasira, ni ibara fupi, al-hawiyatu, iliyokusanya maana kathira, maana nyingi. Ibara fupi ya maneno lakini maana yake ni pana. Kwa hiyo ukizungumza maneno mafupi lakini hayo maneno yakawa yana maana pana, tunasema kwamba umefanya ijaz, mfupisha. Au huwa ma qalla lafdhuhu wa kathura maanahu, kwa maana nyingine au taarifu nyingine kwamba ni ibara ambayo ma qalla lafdhuhu, ni ile ambayo tamko lake ni chache lakini wa kathura maanahu, maana yake imekuwa ni pana, yani imekuwa ni nyingi maana yake. Kwa hivyo katika kipengele kimoja ameelezea taarifu ngapi? Tatu tofauti za ijaz, zilikuwa zina maana moja. Ya kwanza ni qasru al-kalam wa ikhtisari. Ya pili al-ibaratu al-qasira al-hawiya li maani kathira. Ya tatu ma qalla lafdhuhu wa kathura maanahu. Hizo zote ni taarifu ya ijaz na ikiwa ina maana moja. Pia taarifa nyingine ijaatu al-lafdhi wa ishba'u al-maana ma'a al-ibanati wal-ifsah. Hiyo ni taarifa nini ya ijaz. Mfahamu? مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. فهذه العبارة القصيرة عبارة هي فوبي حاوية لمعاني كثيرة، imekusanya maana nyingi. Ma qillati alfadhiha, pamoja na uchache wa nini matamko yake. Famaanahu, maana yake, maana ibara hiyo yote, idha raa al-insanu, pindi takapoona mtu, sawa, annahu, hakika yake, idha qatala qutil, pindi atakapoua na yeye anauawa, imtana anil qatl, atajizuia kuua. Sheria bwana, nikiua na mimi naudiwa. وفي هذا يكون حياته wa hayatu ghairihi, na katika hili unakuwa uhai wake na uhai wa mwingine. Wasiyanatu li hayati nnas, na kukinga uhai wa watu wa arwahihim. Sawa, kwa anasema fi hadha yakunu hayatu, na katika hii inakuwa uzima wake, uhai wake, wa hayatu ghairi, na uzima wa mwingine. Wasiyanatu li hayati nnas, na kuhifadhi uhai wa watu na roho zao. Tunajua kwamba kifahamike kwamba nikiua na uliwa itakuwa ni sababu ya watu kujizuia kutokana na kufanya wengi nini wakuu. Kwa hiyo ibara fupi, walakum fil qisasi hayatun, hiyo aya inaelezea mambo ya kulipiza kisasi. Lakini hiyo yote ndo maana yake. Anasema wa min anwa'i al-ijaz, na miongoni mwa aina za ijaz aidan vile vile hadfu shay'in min al-ibara, kuondosha kitu katika ibara, yani katika sentensi ya maneno. Wadalla alayha ad-dalilu ala al-mahdhuf, pia dalili imejulisha juu ya kiondoshwa. Wa hiya kathira min al-Qur'an, na ni nyingi katika Qur'an wal ahadith wa kalam al-arab, maneno ya Waarabu.
Sawa, huku akiwa anaelezea aqsamul ijaz, anasema aqsamul ijaz akiwa anaelezea vigawanyo. Hapa ameelezea aina, hapa anaelezea vigawanyo. Amesema kigawanyo cha kwanza ni ijazu qisari. Ijazu qisari wa huwa ma kana lafdhuhu qasiran yasiran. Ijazu qisar ni ile ambayo imekuwa tamko lake ni fupi lepesi, wa maanahu kathiran duna hadhf, na maana yake ni pana, yani maana yake ni nyingi, yani katika hilo neno pasi na kuondoshwa. Kauli Taala khudhil afwa wa amur bil urf wa arid anil jahili. Pia amesema ijazu hadfin ma qarinatin tuayinu almahdhuf. Ndo hapo kipengele hicho ni ijazu hadfin, kwamba ijazi ya kuondoshwa lakini pamoja na kiashiria ambacho kinajulisha hicho kilichoondoshwa. Ndo hapo anasema hadfu shay'in min al-ibara wa dalla alayha ad-dalil ala al-mahdhuf. Tunaita ni ijazu hadfin ma qarinatin tuayinu al-mahdhuf. Sawa. Wa yakunu al-ijazu bihadfi kalima, pia inakuwa ijazu kwa kuondosha neno au jumla wahida au sentensi moja, wa akthar zaidi ya moja, min jumlatin wahida, katika sentensi moja. Anafafanua hayo maelezo ya aina za nini za ijaz. Anasema wa ijaz ijazu bihadfi kalimatin wahida, ijaz kwa kuondosha neno moja. Minha mithlu qawlihi ta'ala was'al al-qarya. Was'al al-qarya, na hapo hiyo hamza imesaqit, imeanguka. Was'al al-qarya, kiulize kijiji, ukitafsiri na kuja hiyo, lakini maana yake ai ahla al-qarya, watu wakijiwa na was'al ahla al-qarya. Kwa anasema hapo ni ahlu al-qarya, hudhifa ahlu, imeondoshwa nini ahlu hapo. Sawa. Wadalil ambayo ndo qarina ambayo inajulisha kilichoondoshwa, anna alqarya la tantiq. Nije kifanyaje kiongei, hiyo ndo nini qarina au adalil ambayo inajulisha kilichoondoshwa. Umefahamu? Umeelewa? Mithlu qawlihi ta'ala wa jaa rabbuk, ay amru rabbika, lakini hapa mmekosea kwenye kutafsiri. Hiyo wa jaa rabbuka ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Hii miongoni mwa itikadi za watu waliopotoka, wanasema kwamba wa jaa rabbuka ni amru rabbika, Allah mwenyewe atakuja hiyo siku ya kiyama, lakini wa jaa rabbuk ni Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kwa wale wasema hii amru rabbika ni makosa katika aqida, yana katika tafsiri. Wa mithlu qawlihi ta'ala hurrimat alaykum ummahatukum, ay nikahu ummahatikum, kuoa mama zenu. Wa mithlu qawlihi ta'ala hurrimat alaykum almayta, ay aklu almayta, kula mzoga. Mithlu qawlihi ta'ala yaghfir liman yasha, ay yaghfiru adh-dhunuba liman yasha, anasamia madhambi ya mtakayo. Mithlu qawli ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, ay wa amila amalan salihan, na amefanya mazuri. Hapo ameelezea ijaz bihadfi kalimatin wahida, kuondoshwa neno moja. Wa mithlu qawli ta'ala ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ay kulla safinatin salimatin salihah, wa kila safina ambalo limesalimika lililo la watu wema. Kulla safinatin salimatin salihah, lililo jema. Maana alikuwa ndani ya safina hiyo ni watu wema. Wa mithlu qawli ta'ala lillahi al-amru min qablu wa min ba'd, ay min qablu dhalik wa min ba'di dhalik, kabla ya hapo na baada ya hapo.
ومن الإيجاز أيضا حذف الجملة. hapo tumeona ni hadhfu al-kalima, ijaz kwa kuondoshwa neno, yani imefanywa ibara fupi kwa kuondoshwa neno, lakini hapa ijaz kwa kuondoshwa sentence, kwamba imefanywa ijaz kwa kuondoshwa nini, jumla nzima. Minha مثل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين، أي فاختلفوا فبعث الله النبيين. kwamba watu walikuwa umma mmoja, Allah akawatumia nabii, ai fakhtalafu fab'atha Allahu nabiyyin. Maana hiyo sentence nzima imeondoshwa. Umeelewa jumla hiyo fakhtalafu. Wa mithlu qawli ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ai wa hum yus'aluna amma yaf'alun, kwamba wataulizwa kuhusiana na yale ambayo hiyo sentence nzima imeondoka. Wa mithlu qawli ta'ala faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا، أي فضربه فانفجرت. nione imeondoka sentence imefanywa ijaz. Ndio anasema kwamba imefanywa kwenye Qur'an ni mingi. Mfano qawli ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, ay fa'aftara fa'iddatun min ayamin ukhra, maana kafungua talipa masiku mengine. Sentence imeondoka. كالبيل فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. ما له إيجاز بحذف أكثر من جملة واحدة. إيجاز وكونوش زي سنتس موجة، مثل قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فضربوه ببعضها فأحياه الله كذلك يحيي الله الموتى. maana sentence hiyo ndio kapiga baadhi yake kwa baadhi, kwa sababu Banu Israil kuna mtu kwa waliuliwa, kwa walimtaka Musa alayhi salam, walimtaka Musa muombe Allah ambainishe aliyeua, ndio kaambiwa chinje ng'ombe. Ndio kisa kile cha ng'ombe. Ndio baada ya kumchinja ile mifupa akasema kwamba ipige ile mifupa, mpigeni huyu aliyekufa, itumieni kumpigia huyu aliyekufa hata watafufuka. Ndio faqulna dhribuhu biba'dihha kadhalika kaufufuka sasa aliyeua fulani afu akafa. Wafadharabuhu biba'dihha, fadharabuhu wakampiga naye yule ambaye aliyekufa kwa baadhi ya mifupa, akamwisha Allah kadhalika yuhillahu al-maut. Sentence yote imefanyaje, imeondoka. Mmefahamu? مثل قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. والمحذوف في هذه الآية 4 جمل سنتسن، أي فذهب الهدهد، akaenda hudhud yule ndege aliyetumwa na Suleiman, faalqa alkitab, akakirusha kile kitabu, faltaqatahu almar'a, akakikuta yule mwanamke, faqara'at, akakisoma, thumma qalat ya ayuha almala. هذه إلى أمثلة كثيرة تركناها للاختصار. kwa fanya mraja, sema tutakazokuwa na mishkila ziulizia, tujitahidi tumalize viporo vilivyobaki. sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam.